Ngwale ni moja ya kijiji kati ya vijiji ambavyo vinatengeneza jimbo la Kibaha Vijijini, na katika vijiji ambavyo vina changamoto mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, Ngwale ni kimoja wapo. Vilikuwa vijiji tunavyo vingi ambavyo vina hizo changamoto wakati naingia kwenye madaraka yangu ya ubunge, lakini katika kuendelea kupambana navyo tumebaki na Ngwale na Ndwati ambavyo vyote vijiji vya kata ya Gwata, lakini vijiji vingine 6 tumeshamalizana nao masuala mazima ya ujenzi wa zahanati. Kwa hiyo katika kipindi cha miaka 4 cha Mama Samia Suluhu Hassan na mimi kuwa mbunge, tumejenga zahanati 6 mpya. Kwanza niseme hongera na pongezi sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa anaitikia wito wa kutupatia pesa za ujenzi wa zahanati. Tulipokuwa tunakuja kwenye kijiji hiki tulikuwa na changamoto nyingi. Kuna changamoto ya sekta ya afya ambayo ni hii swala zima la afya, kituo cha zahanati. Wana shida ya barabara kidogo ina changamoto na ishafanywa karabati mara kadhaa, lakini bado kuna eneo linalosumbua. Kijiji hiki kina changamoto ya shule ya msingi, ni chakavu sana, inahitaji matengenezo. Kijiji hiki kuna changamoto ya maji, hakuna kabisa. Lakini kwa kweli naweza kusema sehemu ya changamoto zinafanywa kazi vizuri, kwa sababu leo hivi ninapozungumza wanapata maji ya bomba sababu tumechimba kisima. Lakini vile vile kama ambavyo unaona nimekuja kwenye ziara wiki moja iliyopita, tumeamshana juu ya uanzaji wa ujenzi wa hii zahanati yetu. Na mchango wa wanajamii mpaka sasa kwenye hii zahanati tayari wao wamejichangisha wenyewe na tofali 2500. Lakini wana hili eneo karibu lina ukubwa wa eka 2 ambao limetolewa kwa shughuli hiyo na kijiji husika. Kwa na mimi ndio nilipoleta sasa nguvu kwamba tutaleta hapa, mimi kama mbunge nitaleta mifuko 50 kwanza ya kuanzia ujenzi wa msingi. Na nasukumwa hivi kwa sababu gani? Ahadi hii ya zahanati ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba kila kijiji kitapata zahanati yake. Lakini nimeitamka wakati nafanya kampeni za mwanzo 2020, mimi na diwani wa kata hii tumetamka hii zahanati. Kwa hiyo hapa tuko kwenye hatua za utekelezaji. Kubwa kuliko yote, CCM wameleta kiongozi hapa kuja kuweka jiwe la msingi. Kwa hiyo tunaifanya hii kazi kwa ajili ya kuondoa hizo changamoto ambazo wanajamii wanazikabili. Lakini la kufurahisha sana kwamba zahanati yao hii imo kwenye bajeti ya serikali ya umaliziaji wa mabomba. Kwa mimi kama mbunge naweka nguvu, nafanya hamasa ili tutengeneze bomba, ili serikali ije ilete ile milioni 50 ya kila bomba tuimalize. Ni imani yangu kabisa kwamba mwaka huu zahanati hii inakwenda kupata ufumbuzi wa kukamilika kabisa. Ujenzi wa zahanati hii kwanza katika kumbukumbu zangu nzuri sana na si changamoto ambayo labda imenikuta kwenye ubunge, nilipata bahati ya kupita kanda hii nikiwa mtendaji wa kata. Na naweza nikajipa katika wale walioweza kuianzisha hii kata inayoitwa Gwata ni sehemu, kwa sababu wakati inakatwa mimi nilikuwa naihudumia hii kama kata moja ya Mapindu. Kwa hiyo changamoto ya kukosa zahanati naijua katika kijiji hiki, si kwa miaka 4 ya ubunge wangu, kwa miaka 10 ya utumishi wangu wa halmashauri kwenye jimbo hili nilijua hii changamoto. Kwa hiyo kilomita zinazotakiwa kutoka hapa, yani ili wapate zahanati ya kwanza ya karibu, anatakiwa atembee sio pungufu ya kilomita 8 mpaka 9, kwa sababu ya kwanza iko Gwata ambao kutoka hapa kwenda Gwata hazipungui kilomita 8. Lakini nyingine iko Gumba ambapo nao hazipungui kilomita 6 mpaka 7. Kwa hiyo ili mtu aweze kupata huduma ya afya hapa tulipo, lazima ama aende upande mmoja kwa kilomita 7 ama aende upande wa pili kwa kilomita 9 au 8 mpaka 9. Sasa umbali huo ufanye mara 2 kwenda na kurudi. Lakini usisahau ndugu mwandishi kwamba ipo changamoto ya barabara ambayo haijatengemaa vizuri. Kwa hiyo kama unataka kuifuata zahanati, ukutani tu na umbali wa kuikutia zahanati, unakutana kwanza na changamoto ya barabara ya kuikuta zahanati. Kwa hiyo hizi changamoto zote mojawapo itakayotangulia kuisha kwa haraka itakuwa bado imeendelea kuboresha maisha ya watu wa eneo hili vizuri. Na kama nilivyosema, changamoto ya maji ilikuwa ni kubwa. Mtu alikuwa anatoka hapa kwenda kulifuata likopita bomba kubwa, lazima aende kilomita isiyopungua 4 mpaka 5 mpaka 7 pia ndio lile bomba limepita. Lakini leo kuna kisima kinatoa maji hapa. Jana nilikuwa kwenye hafla ya wiki ya maji na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais pale. Kulikuwa na ile slogan ya watu wa maji, wanakuambia maji mwa mwa mwa. Yaani hapa leo maji ni mwa mwa mwa. Kwa hiyo ile swali unaloniuliza
Nini kimekusukuma? Kwa kweli kimenisukuma kwa kasi ya kuona hizi changamoto lazima zipate ufumbuzi, na ufumbuzi wake kiongozi wao aliyetangulia mbunge nipo, diwani wangu tunashirikiana vizuri na yeye akauki katika hili eneo. Kwa kweli tunawasiliana ili kazi zisonge mbele. Natori Manywele, mwenyekiti wa kijiji cha Ngwale. Sisi tumepokea kama wakazi wa kijiji cha Ngwale na tumeona kama ni fursa hii ya kutumia. Kwa hiyo kulingana na changamoto ambayo tunayo, sisi tumekubali kujitolea kama wananchi wa kijiji cha Ngwale. Kulingana na matatizo ambayo tunayo, zahanati iko mbali, ambayo tunayo hapa ni karibu na kijiji cha Ngwata. Kwa hiyo ni umbali kubwa sana. Kwa hiyo kama mwananchi una uwezo wa pikipiki na manayo pale ufiki. Kwa hiyo baada ya kupata fursa hii, kwa sisi wakazi wa kijiji cha Ngwale, sisi tumepokea na tunawaahidi kabisa kwamba hatumwangushi mheshimiwa mbunge. Sisi kama wakazi wa kijiji cha Ngwale, sisi kujitolea kama sisi wakazi wa kijiji cha Ngwale, sisi tunaanza kujitolea kama swala la kiwanja hiki na swala la kusafisha, maona, na pia vile naye kuna matofali ambayo tumeanzisha kama sisi halmashauri ya kijiji pamoja na mwenyekiti wa kijiji. Tuna matofali 2500 ambayo tunayo kama. Mimi naitwa Tiko Sangaine Moreto, ni diwani wa kata ya Gwata. Nimefarijika sana kwa siku ya leo kumuona mheshimiwa mbunge, lakini pia na madiwani wenzangu kiongozwa na diwani wa viti maalum dada yangu Gunda, lakini pia na ndugu yangu Henya. Kwa namna ya leo mimi nimeiona ni namna nzuri, lakini pia umeongozana na watu wa chama ambaye ongozwa na katibu wangu wa wilaya Chama cha Mapinduzi. Nimefarijika kwa sababu nimeona kwa namna tunavyoshirikiana itaweza kutupa wepesi wa kazi zetu tunazozifanya. Leo tuko kwenye tukio la ujenzi wa zahanati kijiji cha Ngwale. Kijiji cha Ngwale ni watoe wasiwasi. Nikutoe mheshimiwa mbunge wasiwasi kwamba kijiji kitakwenda kufanya kazi ya kujenga zahanati hii na itatengemana, itafika katika hatua ya renta kwa maana ya boma. Kwa sababu zinazofanya, moja kabisa ni sisi na viongozi wa vijiji, mimi diwani wao lakini na mbunge, tunapokuwa tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto za wananchi. Na kwenye swala la maji, kijiji cha Gwata kama alivyosema mbunge, kijiji cha Gumba cha Ngwale kilikuwa kina changamoto kubwa sana ya maji. Tulikuwa tunategemea maji ya mabwawa, lakini pia ukiachilia mbali maji ya mabwawa ambayo inaisha kwa muda mfupi, tulikuwa tunategemea wenzetu wa DAWASA ambao wako kijiji cha pili kutoka hapa. Yaani kuna kijiji katikati, cha pili yake ndio kuna kijiji ambacho tunaweza tukakuta maji ya DAWASA. Lakini leo wanakunywa maji hapa kwa kushirikiana na uongozi wa kijiji, lakini pia na mbunge na diwani. Kwa hiyo na imani kwa kuwa wameshatuona sisi si watu ambamba, sisi tunafanya kazi ya kuhakikisha kwamba tunashughulikia changamoto za wananchi. Hata hili la zahanati na imani kwamba tutakwenda kumaliza na tutafikia level ya boma, na tunakimbizana sasa na imani tunaweza tukakimbizana kabla ya bunge kuvunjwa ili tuweze kupokea zile milioni 50 ambazo tuliweka kama budget kwenye vikao vyetu vya mabaraza. Lakini nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna pia anapotuangalia sisi walalahoi wa chini, kwamba anashusha fedha nyingi, wenzetu wanazipokea kwa maana wabunge wanazishusha na zinakuja kufanya kazi yao vizuri. Ombi langu sana kwa wanagwata lakini pia na Watanzania kwa jumla, tuwaunge mkono chama chetu cha Mapinduzi ili waweze kuhakikisha kwamba yale ambayo bado yako ndani ya changamoto ambazo ziko ndani yetu ziendelee kutatuliwa. Na hakuna chama ambacho kinaweza kutatua zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Mimi niwashukuru sana, niwapongeze sana mheshimiwa mbunge. Ninaomba tuendelee kushirikiana na kushauriana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamaliza changamoto za hawa wananchi. Hatuwezi kumaliza lakini tunapunguza. Sababu changamoto hazimalizi kwa njia zetu ambazo za kuendelea. Changamoto zipo na zinaendelea. Mimi niwashukuru sana.